Ilikuwa mwaka 1992. Kijiji cha Msaada kilijulikana kwa majina mengi. Wengine walikiita kijiji cha laana, wengine kijiji cha majonzi. Hapakuwa na barabara nzuri, hapakuwa na umeme, na hata matumaini yalionekana kuwa ni bidhaa ghali isiyopatikana. Ndani ya kijiji hiki alizaliwa binti mmoja aliyependelewa na uzuri wa sura, lakini akachukiwa na dunia. Jina lake lilikuwa Shani. Shani alizaliwa katika kijiji cha Msaada, kijiji ambacho jina lake linadanganya, maana Msaada ulikuwa ni kama mvua jangwani, haikunyesha kabisa. Alizaliwa katika familia ya kichifu, yani damu ya kifalme. Lakini sio kila kifalme kina harusi. Babu yake ndiye aliyekuwa chifu wa kijiji hicho, lakini alipomsikia binti yake amejifungua msichana, aling'anya kama simba aliyekanyaga sindano. Msichana? Huyu si wa kwangu. Mimi chief, nitabeba jina langu kupitia msichana? Haiwezekani. Ndiyo basi, Shani akakataliwa na baba yake pamoja na babu yake aliyekuwa chief katika kijiji hicho. Hapo ndipo maisha yalianza kumnyemelea kama paka anayemwinda panya. Mama yake, mmoja wa wale kina mama wenye mapenzi ya rula, yani kila kosa ni kipigo, kila jibu ni matusi. Hali hii ya mama yake ni kutokana na dharau, kukataliwa na kejeli kutoka kwa mwanaume aliyemkataa pamoja na familia yake. Naye alihamisha chuki kwa Shani. Alikuwa akimnenea Shani maneno mabaya tangu akiwa tumboni. Baba yake Shani alimtupa mama yake Shani aitwaye Chaote kama mzigo. Chaote, akiwa bado msichana mdogo, alipambana kulea mimba akiwa mwenyewe kwa mateso ya hali ya juu. Baada ya kujifungua, aliamua kujiweka kwa mwanaume mwingine ili tu waolewe kupunguza manyanyaso ya familia ya kichifu. Lakini Shani hakuwahi kukubalika katika ndoa hiyo. Alipelekwa kuishi na bibi yake aitwaye Furaha, mwanamke mzee, maskini, lakini mwenye moyo wa chuma. Usiku wa saa 11 alfajiri, upepo mkali ukivuma kutoka milimani, ukipuliza hewa ya baridi kupitia mabanda ya udongo yaliyochakaa kijiji cha Msaada. Jua halijachomoza, lakini tayari Shani alikuwa ameamka, akivaa kanga moja yenye matobo 5 na suruali ya miaka 3 iliyopita, tayari kwa kuanza safari ya kwenda kuishi na bibi yake. Jua lilikuwa kali, lakini ndani ya kibanda cha udongo kilichoezekwa kwa mabua ya mahindi kulikuwa na baridi ya huzuni. Ndani ya nyumba hiyo ndogo ya vyumba viwili, Bibi Furaha alikuwa amekaa chini akimshika Shani, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 9 tu. Shani hakuwa kama watoto wengine. Hakuwa na baba wa kumkumbatia wala mama wa kumbembeleza. Mama yake alimtelekeza kama mzigo usiohitajika na kutokomea kwa mume mwingine aliyempa maisha ya anasa, lakini si nafasi kwa binti yake wa kwanza. Bibi Furaha, mzee wa miaka zaidi ya 70, ndiye aliyebeba mzigo huo wa hatia ya wengine. Wakiwa wamekaa kwenye mkeka uliopasuka, Shani alimuuliza kwa sauti ya upole, "Bibi, mimi si mtoto wa mama?" Bibi Furaha alitazama macho ya Shani, macho ya binti mdogo yaliyojaa maswali yasiyo na majibu. Alijua hawezi kumdanganya tena. Alimvuta karibu, akamkumbatia na kumwambia kwa sauti ya vunjika, "Wewe ni mtoto wa Mungu mwanangu, lakini dunia hii haina huruma kwa watoto wa Mungu. Mama yako alijeruhiwa na dunia na majeraha yake yakawa wewe." Shani hakujibu. Alikuwa mdogo kuelewa falsafa hiyo, lakini aliisikia sauti ya bibi yake ikitetemeka, na hapo alielewa kitu kimoja: bibi yake naye alikuwa amejeruhiwa na dunia. Usiku ulipofika, walilala kitandani pao pa ngozi kilichochakaa. Mvua ilianza kunyesha na matone yaliingia moja kwa moja juu ya gotari lao la mifuko ya katani. Shani aligeuka upande wa pili, akamkumbatia bibi yake akamwambia, "Bibi, nitakununulia nyumba nzuri." Bibi Furaha alicheka kwa huzuni, kisha machozi akamtoka kimya kimya. Akamwambia Shani,
Usikue haraka mwanangu, maana ukubwa si raha kwa mtoto maskini. Lakini kama utaweza, kama utavuka maumivu haya, basi dunia itakuinamia. Asubuhi ilipofika, Shani alijikuta tena shambani akichuna majani ya kunde, wakati wenzake walikuwa shuleni wakisoma. Bibi yake akamuita na kumpa noti ya 200, pesa ya mwisho aliyokuwa nayo. Chukua hii. Kesho nitaenda kwenye ofisi ya kijiji kuulizia kama unaweza kuanza shule japo bila viatu. Shani alitazama ile 200 na kuuliza, tutakula nini bibi? Bibi Furaha hakujibu. Alijigeuza tu na akanyamaza. Na hapo ndipo Shani alielewa kuwa mara nyingine upendo hauonyeshi kwa maneno, bali kwa sadaka ya mwisho uliobaki nayo. Shani alianza darasa la kwanza akiwa na miaka 10. Alionekana kama dada mkubwa kwa wenzake waliovaa sare mpya na kuletwa na wazazi wao kwa misikali au baiskeli. Yeye aliingia peku, mguu wake ukiwa na mipasuko ya ardhi kavu ya kijiji cha msaada, akiwa na daftari lililowekewa majani ndani na penseli mfupi iliyofungwa na kamba, tayari kuandika kwenye mbanda lake. Walimu walimwangalia kwa mashaka, wanafunzi walimcheka. Mbona kama mama wa watu? Alisikiza mmoja akisema. Lakini Shani hakuwa na muda wa kujibu. Alikuwa na njaa, uchovu wa shamba na kichwani maono. Siku yake ya kwanza ilimalizika kwa kutandika mkeka chini ya mwembe, akisubiri bibi yake amalize kuuza mboga kwenye soko dogo la kijiji. Usiku huo kama kawaida, alisoma kwa mwanga wa kibatari, akiinama sana ili kuokoa mafuta ya taa. Mwezi mmoja baada ya kuanza shule, mwalimu mkuu alimuita na kumuuliza, Shani, kwa nini unasoma kwa bidii sana huku hauna hata viatu? Shani akajibu kwa sauti ya chini, mwalimu, mimi nasoma ili siku moja watoto wangu wasisome peku kama mimi. Mwalimu alinyamaza. Siku hiyo hakulala vizuri. Asubuhi nyingine, Shani akakosa chakula. Bibi yake alikuwa mgonjwa na hawakuwa na chochote nyumbani. Alikwenda shuleni tumboni akiwa na maji tu. Wakati wenzake wanakula wali wa maharage waliobeba kutoka nyumbani, Shani alikunywa maji na kwenda kupumzika chini ya mti wa mkuyu akiwa anasoma. Mwalimu mmoja aliona hilo na kumpa kipande cha maandazi. Shani alikipokea taratibu, akitazama, akasema, mwalimu, naweza kupeleka nusu kwa bibi yangu? Machozi yalibubuika kwa mwalimu huyu. Siku zilipita, mwaka ukapita. Shani akawa wa kwanza darasani. Mara kwa mara alileta daftari ambalo ukurasa wa mbele umefungwa na karatasi ya sukari. Mara nyingine alitumia peni kavu kuandika na kuikagua, baadaye akitumia mwanga wa jua kuona kama ameandika vizuri. Alipoanza darasa la 5, aliweza kupata viatu vya plastiki baada ya kushinda shindano la insha ya ndoto zangu. Alisema ndani ya insha yake, nataka kuwa daktari, si kwa sababu napenda sindano, bali kwa sababu nimechoka kuangalia bibi yangu akiumia bila msaada. Wote walikaa kimya baada ya insha hiyo kusomwa darasani. Mwalimu mkuu alilia hadharani. Miaka ilivyosogea, Shani akawa mfano, aliyepitia dharau lakini hakujifunza chuki, aliyepitia mateso lakini hakuwahi kusahau kuomba. Alikuwa akisoma asubuhi, kufanya kazi shambani na kuosha nguo za jirani ili apate sabuni ya kesho. Alifaulu na kuchaguliwa katika shule ya sekondari Mwangaza. Na alipochaguliwa kwenda sekondari, hakuwa na sare, hakuna kalamu, hakuna daftari, lakini alikuwa na jambo moja ambalo dunia yote ilimkataa nalo, nguvu ya kuendelea bila msaada. Shuleni walimu walimpenda, hasa mwalimu Uhuru, mwanamke mkakamu ambaye aliamua kumchukua Shani akaishi naye. Lakini kwa gharama, kazi ndani zilimchosha mno. Alikuwa akifagia, kupika, kufua na bado asome, lakini hakulia, hakulalamika. Aliendelea kuongoza darasani, kila muhalu zawadi, kila mtihani namba 1. Lakini si kila mtu alimfurahia. Wanafunzi wenzake walimzushia maneno,
Wengine walidai analala na walimu. Walimta mchawi wa namba 1. Lakini Shani hakujali. Aliendelea kumtembelea bibi yake ambaye naye alikuwa kwenye kesi ya mirathi. Kesi ambayo ilimfanya Bibi Furaha kutembea kilomita 50 kwa mguu kwenda mahakamani. Shani alipomwona bibi yake amechoka, alimpa hela kidogo alizoweka, akisema, "Bibi, haya ndo maisha yangu, lakini nisikie, nitakuwa mtu mkubwa." Akiwa kidato cha pili, Shani alikutana na kijana mzee kijijini aliyejulikana kwa jina la Mficha Uchi, mfalsafa wa mitaani aliyetambua almasi hata ikiwa kwenye tope. Shani, wewe ni mrembo wa roho na akili, lakini dunia hii haikujui bado. Maombi yako, adabu yako ndio yatafungua mlango uliofungwa kwa minyororo ya huzuni. Usinyamaze kwa mateso ya kutengeneza. Shani, kuna nuru ndani yako, lakini familia yako imekataa kuona mwanga huo. Usilazimishe kupendwa. Endelea kupambana, lakini usisahau moyo wako ni silaha. Jifunze kusamehe hata kabla hujasamehewa. Kauli hiyo alikumbuka kila siku. Kila mara alipochoka, alikumbuka kuwa maumivu si mwisho. Baada ya kidato cha 4, alifaulu vizuri sana. Ila tena hakuna pesa za kwenda kidato cha 5. Mwalimu huru kwa moyo wa huruma alimlipia karo. Mama yake Shani, ambaye alishamtelekeza miaka mingi, alianza kumuota usiku na kupata hofu. Kwa nini alimkataa mtoto wake? Mama yake alimtaka warudiane, lakini Shani alikataa. Alijua mama hakubadilika. Alikuwa bado yule mama wa dharau, mwenye mapenzi kwa sura si moyo. Badala yake, Shani alihamia kwa mama mdogo aliyempenda na kumpokea kwa moyo wa kweli. Siku ya kwenda shule ya kidato cha 5, aliporwa fedha zote. Alibaki mtupu. Hakukuwa na nauli, chakula wala matumaini. Lakini Salome, rafiki yake wa zamani, alikuja kama malaika na kumsaidia kwa muhula wa kwanza. Shani akaanza maisha mapya, ya shida zaidi. Kila siku alikuwa akisoma huku njaa inamtafuna. Alirudi tena kuuza mboga mtaani, kufanya usafi majumbani na kusoma usiku kwa taa ya kandili. Akachoka, akapoteza matumaini, lakini hakuacha kusali. Matokeo ya kidato cha 4 yalipotoka, Shani alipata Division 1, ya kwanza kabisa ya kitaifa. Lakini bahati ilizidi kumgeuka. Hakuwa na mtu wa kumlipia ada ya chuo. Alianza kufanya kazi kiwandani, kazi ya kupasua mifuko. Mishahara kidogo. Kila usiku anatoka saa 6, anakimbizana na vibaka, anafunga tumbo kwa maji. Lakini hakuacha kuota ndoto. Siku moja akiwa kazini, alitoka na bahasha ya barua. Ilikuwa ni barua ya scholarship kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Shani alianguka chini kwa magoti akalia. Hakujua kama ni machozi ya huzuni au furaha. Wote waliomcheka, waliomdarau, waliomtupa, walimwona kwenye runinga ya TBC mwaka mmoja baadaye, akipokea tuzo ya msomi bora wa kike aliyevuka vikwazo vya maisha. Maisha ya Shani yalifundisha kwamba bahati sio kuwa na familia nzuri, bali kuwa na moyo mgumu usiochoka. Ni rahisi kuzaliwa maskini, lakini ni ushindi wa kipekee ukifa ukiwa umeacha jino lenye heshima.